Ametoka juzi kwenye uzazi. Huyu hapa. Huwezi kuamini kwamba katoka kwenye uzazi. Sogea huko mwanangu. Wao wanakuwa wanazaa wanakuwa wako Mfano mzuri huyu hapa. Wanatanuka pua. Mtoto wangu na baby Oli wiki 3 tu tumepishana. Wamepishana kumbe. Lakini tuko smart. Sasa sijui wanaendekeza uchafu nao. Hawaogi. Kesho anafikisha wiki ya pili. Hawaogi kumbe. Halafu pua zinatanuka. Sasa mtu una mimba unakula udongo Pua haikuona. Ushaikuona. Lazima pua itatanuka. Unaenda kukaa kwenye sehemu ya choo unataka kusikia harufu chafu ushaikuona lazima mashavu yawe makubwa. Pua lazima itanuke. Alafu pia ama hii ili usipate stress, usitanuke pua. Unatakiwa uwe na mwenza ambaye anakujali muda wote. Sasa mimi nilikuwa nacheka masaa yote. Kwani hawaoni vile vitu nilivyokuwa nafanya? Alafu muziki kila yani masaa yote mimi niko happy. Kwanza kama leo. Wacha wewe. Tutaona mpambano. Kweli si uongo. Bwana lakini jamani hii boxi sio ndogo imeshiba huko ndani. Imeshiba. Mashallah. Nikisema songoro. Songoro ndio hiyo. Watu wengi songoro wanajua. Sasa mama ile nini ile mchemsho na Tulia. Mbona songoro? Au utajua mwenyewe utafanya. Mume naye naye. Mbona vitu hivi? Huyu ndo songoro. Pweza nyewe mmoja, acheni maneno. Sio mmoja. Mwingine huyu huko. Watu wa maneno unajua? Watesi hawakawi. Hayo yao. Kakaangu watesi hawakawi. Hawakawi bora tujihami mapema maana vitu ambavyo tunavihisi ndo hivyo Sasa mimi nakwambia jambo. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. So nasema sijui miaka 2 ili ndo pate mtoto mwingine. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwakani. Hii hapa ya kwa ajili yake ampe mtoto maziwa, hii ampe baba yake. Ile dimbili mnanielewa. Nadhani mnaelewa. Sasa hapa wanahitaji D3 sio D2. Na Mungu atampa. Na Tilipui anampa mapacha. Inshallah. Anampa mapacha. Hebu niambie tukiamua kulala hapa tunalala. Tukiamua kulala sebleni. Hatugombi. Hebu njoo uchungu. Bwana jamani tunaingizwa. Unaingia ndani. Unaingia ndani. Sasa. Sikilizeni. Yaani panaridhisha. Sikilizeni kusema kweli mtu bwana ukweli wake mwambieni jamani mama ametisha. Sasa hivi niko Mzazi una slay. Mzazi na slay kama kawaida alafu waende wakaseme tena kwamba sijabeba nyie. Binadamu wana kero. Raha ya amani maziwa yapatikane. Maziwa yapatikane. Ndio maana mimi naambia kila saa wasinistress nikakosa maziwa ya mwanangu. Wasinistress nikakosa maziwa ya nani ya mwanangu. Sasa hivi mimi nanyonyesha, shakuwa mama, washasema sana. Lakini raha ya mama maziwa. Kitu kizito tu nimepiga. Sasa mimi baada ya kusikia zile stress za maziwa mimi kakaa hapo nikasema hapana. Mimi bwana ndo samaki fresh and test. Mama nimekwambia ni usiku nataka mchemsho wa samaki. Nimemletea samaki aina hizi mbili. Nimemletea pweza. Pweza huyu alee lakini ampe mtoto maziwa ashibe. Si wana stress jamani. Si wana stress. Stress sasa hivi hazikubaliki. Hapa wakabaki nazo huko. Wabaki nazo wenyewe. Yaani hapa jamani tunasemaje? Hapa jamani hamna stress tena kwa sababu sisi tunalea. Tumemletea pweza na atawathibitishia baada ya kunywa pweza yale maziwa atakavyotoka. Atapumzika. Ndio watapata muda kujibu komenti zenu, message zenu, zile zote ambazo mnampiga nazo. Kero za binadamu. Atawajibu kwa sababu si mtoto kashiba. Amekunywa maziwa amelala. Na mama anakuwa na amani. Akishiba analala. Anafanyaje? Analala. Na yani mimi na samaki wa pili. Nimeita kuna samaki anaitwa songoro. Unamjua songoro wewe? Sijawahi. Raha ya songoro hujui wewe? Sijui. Sasa mwambie. Yuko juu. Huyo songoro ni samaki ambaye serikali yetu ya Tanzania ilimpa hadhi ya kwenye pesa shilingi 200 ya noti. Alishikwa mkononi. Ndio yule anakuwa kama mrefu. Mashaallah. Nimekuletea. Sopu yake ukinywa huyo. Mimi nasemaje yule mtu anayekupiga kijembe, wewe unaandika moja tu pale ukifanya imeenda irudi. Mimba bwana inaendana na furaha kabisa na amani ya nyumba. Watu wa kupempe. Kumbe ulikuwa unadekezwa? Sana. Usiniambie. Mambo ya kudekezwa. Ndio mambo yako. Ndio mtafute na wa kuwadekezea. Wacha wewe. Tutaona mpambano. Kweli si uongo. Leo tunakwenda wapi?
Bwana, kwanza sikiliza, leo tunakwenda kwa dada yetu Wema Sepetu. Kufanya nini? Bwana, watu wengi wametoa zawadi, lakini kila mtu ana aina yake ya zawadi. Wengine walivyovitoa mimi sitaki kuvizungumzia. Lakini mimi nafahamu maana halisi ya mama aliyejifungua. Mama aliyejifungua Wema Sepetu. Amejifungua mtoto. Unajisikiaje? Mimi najisikia furaha kwa sababu naamini kwamba kila mtu akipata mtoto inakuwa sehemu ya furaha yake. Napeleka pweza. Na kwa nini napeleka pweza? Pweza hivi muoneshe kwanza, waoneshe pweza. Huyu ndo pweza. Waoneshe pweza. Pweza ndo huyu. Huyu ndo pweza. Lakini kwa nini nampelekea pweza? Mimi nampelekea pweza bwana, asikwambie mtu. Faida ya mama akijifungua mtoto ili apumzike na mama anaye apumzike, mtoto ashibe. Mtoto asipokunywa maziwa akatosha, basi hakikisha mtoto huyo atamsumbua mama yake, kwa sababu sana kuwa ashibi. Pweza kwa ajili ya mtoto aweze kushiba. Hapana. Mama atakunywa supu ya pweza na atakula pweza mwenyewe. Kitakachoendelea, mama atapata maziwa mazuri yenye rutuba ili amnyonyeshe mwanawe. Na akimnyonyesha mwanawe atapumzika, na yeye mama atapata muda wa kupumzika. Unapeleka pweza peke yake? Hapana. Na nini tena? Lazima nimpelekee samaki ambaye atakayemfaa. Unapelekea samaki gani? Nampelekea samaki mmoja anaitwa samaki songoro. Waoneshe samaki songoro. Huyu hapa songoro. Songoro anakatwa. Huyu songoro anakatwa. Anakatwa hapa. Huyu hapa. Kwa hiyo wewe anaenda kupelekea songoro. Tunampelekea songoro. Aende kula songoro. Yaani songoro huyu anaenda kupata mchemsho. Ule mchemsho wake akinywa supu moja kwa moja itakimbilia kwenye maziwa. Mtoto akinywa maziwa tayari mtoto tushamwambukiza. Leo ni mambo ya maziwa. Amekula seafood. Tusongee sana. Twenzetu. Sawa, twende. Sasa tunaacha sapo zenyewe. Twende. Mzigo wa Wema huu. Mzigo. Kiboksi chake ndio hichi. Kiboksi chake ndio hichi. Haya, twenzetu bwana. Twenzetu. Tuone bwana. Tunampelekea. Haya. Tunampelekea bwana. Unampelekea? Kwa Asamuni haujafunika? Nimesahau. Funika mzee. Funika mzigo. Mfunika uko wapi? Funika upo. Bwana, watu wana furaha mpaka wanasahau kufunika. Kiboksi kinafungwa. Hii ni safari moja kwa moja mpaka kwa Wema Sepetu kumpelekea zawadi ya pweza na samaki. Kitu yani na kuna muda nakaa namwangalia Baby Oli afu nakuwa najiuliza, hivi wewe ni wangu wewe ni wangu? Akiwa na nyonya hapa nasema Mungu wangu, hivi mimi nilikuwa sijawahi kufikiria kwamba iko siku nitakuja kwa. Lakini mashallah. Yani lakini ndio imetokea. Kwa hiyo ni Mungu tu wallahi. Ni Mungu tu. Yani namuomba Mungu, nasema asante kila siku na yani nasali sana. Na yani dua kwa wingi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tu amwepushe na husdazi. Waambie neno ambea. Waambie neno ambea. Hebu niacheni basi. Muacheni jamani. Niacheni. Hilo ndo neno langu. Tumechoka. Niacheni, nimechoka. Bwana mpenzi mtazamaji, tumefika na tunakaribishwa kama unavyoona mpenzi mtazamaji. Na huyo ndo bibi mzaa Chema. Ya kusema sina, kwa sababu haya yote ni mapenzi. Umenielewa? Sijui niseme nini. Sina, nimeongea sana vya kutosha. Naona kila mtu ana mapenzi na Olie. Watu wengi wanauliza Olie ni nini? Olie ni amani. Na siku zote amani ya Mwenyezi Mungu huwezi kuisukuma ukaipoteza. Baada ya kusema hayo machache, karibuni sana. Bwana. Hayo ni maneno machache na hapa tunapokewa. Na huo ndo mzigo wetu. Tumepokewa na bahati nzuri aliyopokea ndo mke wa Olie. Ndo mke wake. Sasa wewe unasubiri nini? Wakati Olie tayari kazaliwa juzi na kashapata mke. Bibi bwana anasema cha kusema hana, ila cha kutamka kilikuwepo. Sikia, wewe ni mtu wa kuonja. Na mtu anayeonja jikoni siku zote hushiba. Sawa. Muda wa kula yeye anawaambia nyinyi acheni kwanza nipumzike. Yaani tunaonja na kuonja mpaka tunashiba. Ndio raha ya kuwa muonjaji. Sasa mimi naonja taifa zima, muonjaji wa taifa. Wewe sio muonjaji, mshibaji wa taifa.